Wacha niwaulize. Hii move on lazima mtu akue na mtu mwingine ama unafaa move on tu kwanza, as in moving on, like lazima ukue kwa relationship ndio ukue move on? Is it a must that you have to be in a relationship so that people will know that you have moved on, or your heart will know that you have moved on? Kizungu sio mdomo yangu, but I am trying my friend. Me, I think the best way to move on is to not have a relationship, or is not to just jump into a relationship like kupu chiria or relationship yindi waha move on no mwana wa bene, and then after some years you realize she was not mine. When you make promises ukiwa kwa hiyo relationship and you move on nayo ukisema ati I will never leave you, you are making promises, but kwake yeye huwa una make promise anasikia ni kama ako sawa Lakini sasa wacha niwaulize, mse ana move on akiwa kwa relationship, si ndio? Kuna upepo. Mse ana move on akiwa kwa relationship, yes, na mtoto wa wenyewe, daughter of disability. Alafu wanafika kitu kama 1 year, miezi 7 hivi mmekuwa kwa relationship, cause I think mtu amesikia vizuri and then they end up breaking up. Do you think it's a good thing? Me, I think it's not. Ndio najiuliza nikijibu, lakini pia nauliza nyinyi. Kwangu mimi naona msea move on, yani heal, akisha heal ndio aanze ku move on. Cause msea haja heal anaanza ku move on. Alafu ule mwingine akipost kitu utasikia mtu anasema she haven't moved on, haja heal. That is healing, my friend. Upate mse anakutusi kwa Facebook anasema vile wewe huku type yake, they are healing from you, troublemaker, like the way people healed from me. They are healing, and let them heal. Tukana nani Facebook, tukana nani wapi, lakini you have to heal. Hiyo ndio point. People have to heal. And if kwa relationship kulikuwa na vitu vitatokezea tu, si ati mtu mmoja ndiye anaongea, huyo mwingine mwenye aongeangi ndio kwanza ndiye ataongea makubwa. So it's good you heal, then you start moving on with someone else's daughter. Cause healing huwa inachukua process. Hakuna vile mse atasema tu kama ulikuwa unapenda mse fulani kweli, you can't just move on like that. Hata kama bado uko kwa relationship and you want to leave them, and then uko na mtu mwingine na hit inbox yako na unaanza ku simp au kusimba mu inbox yo mundu, it means the relationship that you are in right now, it's not working. You have to tell the one that you are dating that now I think it's over, and iko hivi na hivi na hivi. Si ati like it's over and you just go rushing like a stupid idiot, or going like unamnyamazia mwenzako ikimoja unaanza kuongea na mwenzako. Uko na akili mzuri wewe? Do you have brain, or you are brainless? You just date someone and then from somewhere unaanza kuona. Kwanza kuna wengine wa mama uanga wanaeka akili fulani ndani yao. Kwanza mama akicomment kwa picha yako, hey cutie, alafu uende upate ni mama, unaanza kuona huyu mwenye unadate mjinga, shemegi, akili yako mbaya. Sababu huyo mama amefanyia hey cutie wangapi. Everyone is cute, even me, I'm cute. Whether this how do we call this yes, you see, yes, I am cute. Everyone will call me cute, but kumbuka wako kwa DM ya watu wangapi wakisema hi cutie.
Moving on is a process. Stop moving on with someone else. Alafu ikifika miezi 5 6 unaacha mtu kwa njia panda. Alafu unaanza kusema vile alikuwa mbaya. Uliimbwa katina. Kaumbwa kadogo. Kenya hakana mkia kubwa. Kaumbwa hakajui kuuma meno mayai. Satan. Shindwe. Ibilisi mtakachafu. Move on. And then excess, if you see us posting, saying something like this at aja move on, mimi nili move on, mi huwa na move on nikiwa peke yangu hivi solo, naongea inanitoka, and then you will be like, oh vile anaongea hivyo hawezi date. Kama na date huyo bibi yako utajuaje? Kumanyoko. Move on the way you move on, but it's good to move on your own. Stop dragging someone else's daughter in your stupid imagination that you can move on and you can't. After 8 months usha move on. Sasa hiyo 8 months ndio umeheal, unaachana na mtoto wa wenyewe. Heal first, imbwa. Muheal huku nje. Mwache kurudi pia mkiheal, mwache kurudi kwa crime scene. You seem like an idiot electronic fiber. Vitu venye vimepigwa shock na stima. Unahila alafu narudi kwa crime scene. Are you okay? You make people go flabbergasted like, what the fuck is wrong with people? Someone is moving with someone and then boom, anaanza kuona her private parts were not okay. She has no clit. What were you doing in that relationship for 1 year imbwa? Mnakuja kututangazia vile mtu ako na manywele kwa nini, kwa private. How? Don't mind my lips. It is very very hot. 39 ndio degrees ama ndio centimeter out here. So don't mind my lips. But please stop. Mambo ya private insecurity and investment yenu mfai kwenda kupeleka huko nje mkisema ati private but mapaja yake ilikuwa nyeusi. Nifanye aje kama mapaja yangu ni nyeusi? Nifanye aje? Unataka kunilamba kwa mapaja ikuwe nyeupe? Imbwa. Move on. Wacheni kutukanana na watu ati alafu mnatuma watu kwa ma exes wenu.